Olamide kutoka nchini Nigeria amedondosha tracklist ya albamu yake mpya ambayo itatoka hivi karibuni mwaka huu, na mpaka sasa hivi kutoka kwenye albamu hiyo tayari amedondosha ngoma 2. Mashabiki wa Olamide wakae tayari kwa sababu albamu hiyo itakuwa na consist ngoma 17. Kwa kifupi, kutoka kuna kolabo nyingi humo ndani. Kuna wasanii kama vile Asake, Wizkid yupo kwenye nyimbo 2, lakini pia Young John, bila kusahau mkali kutoka Marekani Dr. Dre na mkali wa Jamaica Popcorn, pamoja na Latino star Diacom. Ni zaidi ya miaka 10 sasa tangu Olamide pamoja na Wizkid waanze kufanya kazi kwa pamoja, lakini pia ukaribu wa Asake na Olamide ulikuwa unafahamika kitambo tu, na kolabo yao kuiona kwenye hiyo album sio kitu cha ajabu, lakini kukutana na kolabo ambayo Dr. Dre yupo mondani amehusika ni kitu cha kujivunia kwake. Lakini pia kufanya kazi na wasanii kutoka Jamaica kama vile Popcorn ambaye yupo kwenye label kubwa na ni mtu ambaye amekuwa fan wa muziki wa Afrika kwa muda mrefu tu. Hivyo albamu hiyo itakapotoka, kolabo na Popcorn itakuwa ni moja kati ya kolabo ambazo zinapendwa kwenye albamu hiyo. Albamu ya mwisho ambayo Asake aliitoa ilikuwa inaitwa jina la Ikigai. Ni jina la Kijapani ambalo maana yake ni sababu ya kuishi. Na kwenye albamu hiyo iliyopita, Asake na Fireboy walitengeneza hit song kali kwenye albamu hiyo alongside Olamide. So tuweza kusubiri tuone albamu hii ambayo ina ngoma 17 kutoka kwa Olamide itakuwa na maajabu gani, lakini pia ni collabo ipi ama solo track ipi ambayo itakuwa the leading song ya albamu hiyo. Na tukiongelea wasanii kutoka Afrika, Davido ameamua kuacha kufanya show ambayo alitakiwa ifanye kwenye uwanja wa Tottenham Stadium alongside 50 Cent kwa sababu waandaji wa show hiyo hawakutekeleza yale ambayo Davido aliwaambia wafanye. Davido alitoa baadhi ya maagizo kuhusiana na show yake na kutaka baadhi ya vipengele vifanyiwe kazi, lakini wiki imepita sasa na Davido ameweka wazi ya kwamba hatakuwepo kwenye show hiyo kwa sababu vipengele hivyo havikufanyiwa kazi. Incidence hii inakuja mara baada ya R-Star, msanii kutoka West Africa, kupewa tuzo ya BET backstage na watu kuona tuzo hiyo kupitia mitandao ya kijamii, kitu ambacho hakiwafurahisha watu wengi. R-Star alishinda kipengele cha Best International Act, lakini watu ambao walitazama tuzo hizo kupitia runinga hawakuweza kuona R-Star akipewa tuzo jukwani, bali baadaye walikuja kuona kupitia mitandao ya kijamii ya kwamba R-Star ameshinda kipengele hicho. Kama kawaida, Waafrika wamekuwa wakisisitiza kwamba dunia inatakiwa iheshimu muziki wao, lakini pia wasanii wao. Likija kwenye swala la performance, hata pia award shows, na mashabiki wengi wa Afrobeat wameona ya kwamba wasanii wa Afrika kama vile wameanza kudharauliwa tena. Davido ambaye yupo Europe hivi sasa amesema ya kwamba Ureno, Ujerumani, Ubelgiji, lakini pia Canada, bila kusahau Marekani ni nchi ambazo zitafata kwenye tour yake ya kiangazi. Hivyo mashabiki zake kokote waliko waweze kuendelea kumsupport, lakini pia kununua ticket kama ambapo watakuwa karibu na miji ambayo Davido atakuwa akiperform. Na wewe pia inabidi uendelee kusikiliza PJ Classic FM, uendelee kupata updates za michezo kutoka nje na ndani ya East Africa, and don't forget to subscribe on our YouTube channel at PJ Classic Media.